Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani imesema enzi za kuzisaidia nchi kijeshi imekwisha. Kwa maana Marekani haitusaidia tena washirika wake katika masuala ya kijeshi. Kupitia waziri wa ulinzi Pete Hegseth amewataka washirika wa Marekani kuongeza matumizi ya ulinzi, huku kukiwa na kengele juu ya namna ambavyo China inazidi kuongezeka kijeshi na kwamba inavyozidi kuwa tishio pamoja na mataifa kama vile Urusi pamoja na Iran. Waziri wa ulinzi nchini Marekani Pete Hegseth ametangaza kwamba enzi ya Marekani kutoa ruzuku katika ulinzi wa mataifa tajiri imekwisha, akisisitiza tunahitaji washirika si walinzi. Hegseth amewataka washirika hao kuongeza matumizi ya ulinzi katika mapambano. Waziri huyo wa ulinzi nchini Marekani amesema kwamba washirika wa Asia wanapaswa pia kuongeza matumizi ya kijeshi ili kukabiliana na nguvu inayoongezeka ya China na kuzuia utawala wake katika eneo hilo, akidai kuna hofu ya haki juu ya kuongezeka kwa kasi kwa jeshi la China, Urusi pamoja na Iran. Hegseth amesema katika mazungumzo ya Shangri-La nchini Singapore mnamo siku ya leo Jumamosi, katika kongamano kuu la Asia la viongozi wa ulinzi ambalo limehusisha wanajeshi na wanadiplomasia, ambapo alisema washirika wenye nguvu na wanaojitegemea zaidi ni muhimu katika kuzuia. Kuna kengele ya haki kuhusu ujenzi wa kijeshi wa kihistoria wa mataifa ya China, Urusi na Iran na upanuzi wa shughuli zake za kijeshi katika kanda na kwingineko, alisema Hegseth. Pacific inatawaliwa na yeyote ingefungua usawa wa kikanda wa mamlaka, alisema Hegseth, huku akiwaambia kwamba wanapaswa kuwa na ulinzi imara. Hakuna serikali, ikiwa ni pamoja na Uchina, inaweza kuweka nguvu na kushikilia usalama wa taifa letu na washirika wetu katika eneo hili. Hakuna upakiaji bila malipo, kwa maana Marekani itaweza kuzisaidia nchi ambazo zitakuwa katika vita, lakini zitapaswa kulipia vita hivyo. Hegseth alisisitiza washirika wanataka utulivu, lakini sio kuvunjika kwa amani. Hegseth amewaambia washirika hao kwamba Marekani kwa sasa haitajikita katika kusaidia vita na kupeleka wanajeshi wake au silaha zake, isipokuwa ni nchi hizo ambazo zinapaswa kujilinda zaidi, na bila hivyo nchi hizo zitapaswa kulipia chochote ambacho Marekani itasaidia. Wanachotaka ni kile ambacho Marekani hutoa, ni nguvu iliyo na nidhamu, azimio thabiti na uongozi unaojiamini vya kutosha kuzungumza na kutembea kwa upole huku kibeba fimbo kubwa. Hegseth aliongeza kuwa uhusiano na Beijing ni bora kuliko ilivyokuwa kwa miaka mingi, akitoa mfano wa kuongezeka kwa mawasiliano ya kijeshi kati ya Marekani na Uchina na mataifa mengine washirika. Tunakutana mara kwa mara na wenzetu wa China kwa kudumisha mistari ya wazi ya mawasiliano ya kijeshi, na tangu kurejea madarakani Rais wa Marekani Donald Trump amewataka washirika kuongeza matumizi ya ulinzi, na amesema wazi kwamba washirika wa Ulaya wa NATO wanapaswa kupunguza kuitegemea Washington, na hata mataifa mengine ambao ni washirika wa Marekani nje ya NATO kadhalika wanapaswa kujitegemea zaidi. Enzi ya Marekani kutoa ruzuku kwa ulinzi wa mataifa tajiri imeshakwisha, Hegseth alisema. Tunahitaji washirika sio walinzi. Hakuna muungano wenye nguvu isipokuwa kila mtu awe na ngozi ngumu kwenye mchezo. Hakuna upakiaji bila malipo, alisisitiza zaidi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya Pete Hegseth, waziri wa ulinzi wa Marekani, ambaye ameambia mataifa ya Asia pamoja na ya Ulaya kwamba wakati huu Marekani haitatoa msaada wa bure, kwa maana kama itashiriki katika vita na kutoa silaha zake ama kutoa wanajeshi wake, basi itakuwa ni kwa ajili ya malipo. Lakini zaidi, Hegseth akisisitiza kwamba mataifa hayo washirika wa Marekani yanapaswa kujidhatiti wakati huu na yanapaswa kuwa imara katika mapambano wakati wote. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.